Jamani, asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu wa Tanzania, kwa heshima ya kipekee tunamtukuza Mungu kwa kutulinda, kutusafirisha na kutupa nafasi ya kuingia kwenye fainali mwaka 2026 under 17 na kuwa wabingwa wa pili kwa matokeo ya penalty. Tunamshukuru Mungu pia kwa kuilinda nchi yetu na kutupa watoto wenye vipaji waliozaliwa navyo na sasa wakiwa wanaendelezwa kutokana na taaluma mbalimbali ndani ya nchi yetu. Namshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mapenzi yake ya dhati katika mipira au katika michezo yaliyopelekea taifa letu kuandika historia mpya, si tu Tanzania bali duniani. Tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema, waganga wa kienyeji si wanaishaga lini. Tunamshukuru sana Daktari Samia na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kumpa afya njema, azidi kumruzuku kila lililo jema, ili aendelee kutendea maajabu sekta yetu ya michezo nchini Tanzania. Na washukuru pia waheshimiwa mawaziri wote ambao tumeambatana nao, tukiongozwa na waziri wetu mkuu Daktari Lameck Mwigulu Nchemba, kwa namna ambavyo ametuwezesha kwa kutuunganisha kuhakikisha kwamba jambo hili si la wizara ya michezo tu, bali inakuwa ni wizara zote, kwa sababu ni jambo la Watanzania. Leo tuko na waziri wetu wa TAMISEMI ambaye ameenda kushuhudia. Tuko na waziri wetu wa Sheria na Katiba ambaye ameenda kushuhudia. Tuko na waziri wetu wa Utalii ambaye pia naye ameenda kushuhudia. Lakini pia tunamshukuru sana Rais Daktari Mwinyi kwa namna ambavyo amekuwa sehemu ya mchagizo mkubwa wa sekta yetu ya michezo. Na mnafahamu ya kwamba Zanzibar viwanja vinaendelea kujengwa, na pia katika hii pamoja tuliobidi ya Tanzania, Kenya na Uganda, AFCON mwaka huu pia mashindano yatafanyika Zanzibar. Hatumshukuru tu kwa kujenga viwanja Daktari Mwinyi, tunamshukuru pia kwa namna ambavyo wizara yake ya michezo ameipa msukumo. Na leo hapa tuko na mwamba kabisa hapa, naibu wetu waziri akiwakilisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na waheshimiwa wabunge wa Baraza la Wawakilishi kutoka Zanzibar. Namshukuru sana spika wetu ndugu yetu Zungu, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kulizia zaidi ya wabunge 25 kushiriki na kushuhudia pambano kati ya Senegal na Tanzania nchini Morocco, jijini Rabat jana. Ndugu zanguni, kila jambo naloliona yako mambo nyuma ya pazia mengi yanayofanyika kuona matokeo unayoyaona. Kipekee naomba niwapongeze sana na kuwashukuru sana ndugu zangu viongozi na wanachama na kamati zote za utendaji za TFF chini ya Rais Karia. Safari hii ilianza kama ndoto ya Tanzania kuwa na sport academy za kwetu. Na nakumbuka wakati Rais Karia anaanza, mimi nilikuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Akaja akaniambia, nimepata hela kidogo, nataka nikanunue eneo. Wakati mwingine nawaza nijenge hapa kwenye eneo letu Kariakoo. Nikamwambia usijenge hapa, kama unataka kujenga mimi nitakupa eneo. Rais Karia nikampatia eneo Kigamboni, na fedha ya kwanza aliyoipata kutoka FIFA akaenda kujenga kituo hicho. Na fedha hiyo, kwa sababu eneo sikumlipisha, nilimpa bure,
ikabaki nyingine akaenda kujenga Tanga. Vituo vyetu hivi viwili vya Tanga na kituo cha Kigamboni vimezaa haya matunda tunayoyaona leo ya Serengeti Boys, ikiwa ni sehemu ya ufahari ya uwekezaji, lakini pia sehemu ya kuungwa mkono na serikali. Tunampongeza na kumwomba asichoke, aendelee kufanya kazi hii kwa kuwa inaleta matokeo makubwa. Pongezi zangu za mwisho ziende kwa captain wetu jamani, kocha wetu, kocha mzawa, kijana wa Kitanzania aliyewasumbua wakubwa wote wa bara la Afrika. Naomba makofi mengi sana kwake. Ukienda kuisoma CV ya kocha wa Egypt, ukienda kuisoma CV ya kocha wa Kameruni, ukienda kuisoma CV ya kocha wa Morocco, kocha wa Afrika Kusini, kocha wa Nigeria, ukaisoma na CV ya kocha wetu, utaona Watanzania tumepiga hatua kubwa sana, na tuna kila sababu ya kumpongeza kocha wetu na kumpa nguvu kwa kazi nzuri njema aliyoifanya. Ndugu zanguni, matarajio ya Watanzania wote ni kuona leo tumekuja na kombe la AFCON Under 17. Ni matarajio ya kila mtu, yakuwa ni matarajio ya kocha wetu, yakuwa ni matarajio ya timu yenyewe, yakuwa ni matarajio ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, yakuwa ni matarajio ya mpaka watoto wa shule za msingi. Lakini Waswahili wanasema bahati ya mtu huilalii mlango. Uwezo tumeuonyesha, historia tumeiandika, lakini kwa kombe haikuwa bahati yetu. Na kwa kudhihirisha kwamba haikuwa bahati yetu, tumetoka kwa penalty. Penalty ambayo haina bingwa duniani. Hata wakina Mbappe, wakina Ronaldo, wakina Messi, penalty huwa wanakosa. Na hiyo ndio kipimo cha kuonyesha kwamba Mungu alitaka tufike fainali, lakini ametuwekea hakiba ya makubwa zaidi mbele ya safari tunakokwenda. Ninawashukuru sana vijana wetu wa Serengeti Boys, captain na timu yake, kwa kazi kubwa nzuri na heshima waliotengeneza. Tulikuwa tunajadiliana, ukiangalia wale tuliocheza nao jana, exposure waliokuwa nayo, uwekezaji huu ambao sisi tunaosema tumeanza kipindi cha Daktari Samia, wao wameuanza miaka 20 iliyopita. Vijana wao 90% hawachezi kwenye ligi zao za ndani, ni wanakwea mapipa usiku na mchana kwenda kutafuta exposure, experience, na taaluma yao inaongezeka kwa kushiriki mashindano makubwa kwa duniani. Si safari hii tumeanza leo chini ya jemedali wetu, rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, na tumekubaliana na TFF, vijana hawa sasa hawatapoa. Tunahitaji tuwatoe hapa waende wakapate mechi Ufaransa, waende wakapate mechi Uingereza, waende wakapate mechi Spain, waende huko duniani wakajenge uzoefu, kwa kuwa vipaji wanavyo. Tunachohitaji ni kuwapa uzoefu wa kimataifa ili waishangaze dunia. Novemba anaenda kucheza kombe la dunia. Na mnafahamu ya kwamba wamequalify kwenda World Cup. Wanaenda Qatar mwaka huu Novemba. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba kwenye mashindano ya World Cup hatutoki kinyonge. Kama AFCON tumeenda fainali, kwa kudra za Mwenyezi Mungu tunahitaji fainali ya World Cup 2026 Katari, na sisi tuingie tena. Tunaelewana ndugu zanguni? Kwa hiyo tumewaambia TFF
na BMT wakae sasa, watengeneze program. Hawa vijana wasibaki tena hapa. Tumeshagundua wapi tunahitaji kuongeza uwezo wetu, lazima tuwatoe, tuwapeleke ili wakaishangaze dunia kama walivyoishangaza Afrika kupitia jana. Sambamba na hilo, ninafahamu viko vilabu vimeona vijana wetu wana uwezo. Viko vilabu watahitaji kuwasajili vijana hawa. Maelekezo yangu kwa BMT, under 17 isisajiliwe na kilabu chochote bila kuweka masharti ya huyo mchezaji kucheza angalau 50% ya mashindano ya hivyo vilabu. Viko vilabu vinawachukua wa vijana na kuwasajili na vinawaweka benchi msimu mzima. Wanaua vipaji vya watoto wetu. Leo hii sitataja, wako vijana wazuri sana walionyesha uwezo mkubwa, vilabu vikawachukua. Kocha ameshindwa kuwachukua kwa sababu wamekaa kwenye vilabu hawachezi, wanashusha uwezo wao. Kwa hiyo naomba sana TFF, simamieni utaratibu wa usajili. Hatuwanyimi vilabu hivi kuwachukua wachezaji wetu, lakini lazima tuweke closing ya kwamba kijana akija kwenye klabu yako angalau acheze 50% ya mashindano yako ili kipaji chake kisife. Serikali haijawekeza kuua kipaji, TFF haiwekezi waje waue vipaji vyao. Lengo ni vipaji hivi vituwezeshe sisi kwenda mbele zaidi. Na ndoto na maelekezo ya Daktari Samia, anataka kilabu hiki Serengeti Boys under 17 wanolewe na watengenezwe vizuri ili waje wawe ndio watakaokata tiketi ya kuipeleka Tanzania World Cup 2030. Hatuwezi kufikia huko kama tutawachukua tukawaweka benchi. Lazima tuwachukue, tuwaingize kwenye uwanja, waendelee kujenga uwezo wao. Sambamba na hilo, ni matamanio yetu, tumeongea na maajenti wengi duniani kupitia mashindano haya yalivyokuwa yanafanyika Morocco. Tunatamani Mungu atufungulie milango, vijana hawa waende kwenye vilabu vikubwa, ikiwa ni sehemu ya kujenga uwezo wao wa kimataifa. Ndugu zanguni, mmeona hapa tumevunja rekodi. Timu bora ilionyesha nidhamu kubwa katika mashindano ya AFCON 2026 kwa nchi zote 54 ni timu ya Serengeti Boys. Leo tunawatambua mahala hapa, na nikisema hivyo naomba muonyeshe kabisa na trofi yetu iliyotufanya tukapata hiyo heshima. Lakini pia mfungaji bora wa msimu 2026 under 17 kwa nchi 54 za Afrika AFCON ametoka Serengeti Boys, kijana wetu, tena kwa maajabu makubwa ni Msukuma. Katokea Geita. Kwa kweli sikuwahi kujua, nilijua Wasukuma ni wazuri kwa mambo mengine. Kumbe Mungu ametujalia mwaka huu na sisi tumegaragaza dunia ya Afrika yote na mfungaji bora amepatikana. Lakini pia hata man of the match wa tournament nzima, mashindano yote yale, naye katoka Serengeti Boys. Naomba pia anyanyue mchezaji bora MVP. Ukienda kwa upande wa golikipa, jana kidogo tu na penyewe tulikuwa tunachukua, na mimi ni nyuma kweli kumkabidhi golikipa wa Senegal. Yeye amepata nguvu kubwa kwa sababu ya kutoa penalty nyingi, lakini kijana wetu ana clean sheet ya hatari sana. Naomba makofi mengi kwake pia. Na ndio mchezaji bora wa mechi ya jana. Mchezaji bora, naomba unyanyue tena. Kwa hiyo huyu amekuwa mchezaji bora mara 3
Naomba makofi mengi sana kwake. Sasa Serengeti Boys oye! Sasa wewe fikiria hii heshima walioileta Tanzania, vijana wetu, watoto wetu, wako waliotokea Pemba, wako waliotokea Kigoma, wako waliotokea Morogoro, wako waliotokea Mtwara, Dar es Salaam, Tanga, Mwanza, Kilimanjaro, Arusha, Katavi. Hawa ni watoto wetu. Ombi langu wakati nafunga kwenye huu kurasa, naomba wote tushiriki kuwalea. Kila mtu aone ni fahari ya nchi yetu. Tusiangalie changamoto au mapungufu yaliyojitokeza kama sehemu ya kuwavunja moyo. Tuangalie strengths na mafanikio yaliyoletea taifa letu kama jina au njia ya kunyanyuka kwenda hatua kubwa zaidi. Mashindano yanayokuja mbele yetu ni makubwa mno. Mashindano haya lazima Watanzania wote tuungane, wachambuzi wote tuungane, content creator tuungane, wanasiasa wa vyama vyote tuungane. Hapa sio CCM imeshinda, hapa ni Tanzania imeshinda. Utofauti wetu wa majukwaa ya kisiasa usiende kuua na kuumiza vipaji vya watoto wetu. Hawa wakifanikiwa ndio wakina Samata wajao, hawa ndio wakina Messi wetu, hawa ndio wakina Msuva wetu, hawa ndio wakina Cristiano Ronaldo wa kwetu. Tuwalinde kwa wivu mkubwa, tuwajenge kisaikolojia, tuwape morali, waende World Cup Qatar wakiwa na nchi inaowaunga mkono, wala sio vikundi vinavyowaunga mkono. Nafahamu pia wako mashabiki walitamani kuwepo Qatar, hawakupata nafasi kuwepo Morocco, hawakupata nafasi ya kuwepo. Wasiumie, nafasi hazijaisha. Tanzania inaendelea kufungua milango katika michezo. Iko siku mtapata nafasi, mtaenda kushabikia nchi yenu. Tungetamani tuwapeleke wote. Jana Senegal walileta watu wasiopungua 1000 uwanjani. Sisi hatukufika hata watu 200. Wenzetu walipeleka watu 1000 ngapi? 1000. Kwa hiyo mtu akiwepo akasema mashabiki hawatakiwi, hapana. Huyu ni mchezaji wa 12 uwanjani, anaongeza morali. Kwa hiyo tusiwabeze mashabiki, lakini pia waliopata nafasi wasiwakebei ambao hawakupata nafasi, kwa kuwa nafasi hizi zitapatikana na wataendelea kupatikana wengi zaidi kwenda. Nchi ya Kongo kwenye mashindano ya AFCON mwaka jana, Morocco ilipeleka mashabiki 500. Mashabiki ngapi? Hakuna nchi ambayo inaenda uwanjani bila mashabiki. Mchezaji wa 12 ni wa muhimu sana, na ndio anaongeza morali na kumwonyesha mchezaji ya kwamba usikate tamaa, sisi tuko pamoja na wewe na bado nafasi ipo. Kwa kumalizia, Mungu ametujalia under 20 wanawake wanaenda kwenye mashindano ya World Cup Poland mwaka huu. Hamna wanawake hapa kushangilia, kupiga vigelegele kwa wanawake zao? Kwa hiyo wakati under 17 inaenda Qatar, under 20 inaenda Poland, na kule tumepangwa na timu za mataifa makubwa. Mimi naamini jambo moja tu, Mungu anatumiaga vidhaifu vinyonge kuviaibisha vyenye nguvu. Mungu ataenda kulitumia taifa la Tanzania kuyaibisha mataifa hayo makubwa ambayo yanaamini yenyewe yamewekeza kwa muda mrefu. Tuwaunge mkono under 20 ili na wao pia warejee na kombe na trophy kama ambavyo Serengeti Boys leo wametuletea. Lakini kipekee kwa kumalizia, ni washukuru sana 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 waandishi wa habari wote wa michezo. Na washukuru mno.
nawashukuru sana wachambuzi wa michezo, lakini kubwa kuliko yote nawashukuru sana wakosoaji wa michezo. Sisi kama wizara, yale yote mnayoyaona yawe ni mapungufu, tunayapokea na kuyafanyia kazi ili kuimprove timu zetu zifanye vizuri zaidi. Hatuwezi kukataa kwamba hakuna mapungufu, yapo, na mnaposema mnatufumbua macho ili tuweze kuongeza nguvu. Ombi langu kwenu tu, mnapokosoa mkosoe kwa kujenga, si kwa kuwaumiza watoto wetu. Baada ya kusema hayo mengi, niwashukuru tena waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wameona na wajana walikuwa wanashangilia kama vile nafasi zao za ubunge wameziweka pembeni. Wamepiga dua zote, lakini kwa kuwa Mungu ametupenda zaidi, ametuwekea yaliyo makubwa mbele ya safari. Jana nilisema mle ndani, atakayebeza haya mafanikio yote awaze jambo moja tu. Yeye wakati ana miaka 15, wakati ana miaka 16, wakati ana miaka 17, alishawahi kufanya jambo gani akaifanya Tanzania ikajadiliwa duniani kama ambavyo amefanya Serengeti Boys? Kama hana, basi anisaidie kukaa kimya, awaache waliofanya waendelee kusema kwa manufaa makubwa ya taifa letu. Ndugu zangu, nawashukuru sana Rais wa TFF na timu yako nzima, na tunaomba wadau wote wa michezo wote. Niko namwambia Mheshimiwa Waziri, kwa mfano Tanzanite, timu ya kina mama ya wanawake imebeba jina la Tanzanite. Lengo lake kubwa pia kutangaza utajiri wa nchi yetu. Tunatamani sana makampuni ya madini yaweze kuwa sponsor wakubwa wa timu yetu ya Tanzanite. Lakini tuna timu yetu ya Twiga Star. Tunatamani pia wenye twiga wao, na bahati nzuri waziri wetu tunaye, na ametuhakikishia anakwenda kufanya mambo mazuri, sio tu kwa twiga, lakini pia kwa Serengeti Boys. Baada ya kusema hayo, niwashukuru na tena niwashukuru tena na niwaombe ndugu zangu, Azam mpo? Azam TV simpo? Leo timu yetu tena inacheza. Leo tarehe 3. Leo timu yetu inacheza. Twiga Star inacheza na nini? Malawi. Na Malawi. Na wanacheza katika viwanja vyetu pia pale Kinondoni, KMC pale. Na itarushwa na TV yetu ya Azam. Kwa niwaombe pia Watanzania wale ambao watapata nafasi ya kwenda, twendeni tukaishangilie timu yetu. Wale ambao hawatapata nafasi, basi tuendelee kuangalia timu yetu. Na kwa kweli Mungu ameshusha baraka, utake ustake. Daktari Samia amekuja na mguu wake katika michezo yetu. Taifa letu linaingia kwenye kila kona. Tukisema kwenye riadha hapa, tutasema mpaka asubuhi. Tukisema kwenye basketball, tumekwenda mpaka kwenye robo finali ya mashindano ya Afrika. Tukisema kwenye netball, nako mambo yanakwenda vizuri. Tukisema kwenye upande wa cricket, tumeenda mpaka World Cup. Mashindano yamekuwa mengi, taifa letu linawakilishwa katika kila kona. Ombi langu, tusiue vipaji kwa maneno. Tuatie moyo watoto wetu, tukuze vipaji vyetu na taifa letu liweze kunufaika. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana waandishi wa habari, na Mungu awabariki. Hongereni Serengeti Boys kwa mafanikio makubwa. Shukrani.